Nashukuru Mungu sana. Asante babu, mimi nimepata faida sana. Mungu ndo atakaye kulipa. Na pia namshukuru baba yetu, amenifanya pia mawazo niatoe. Furaha yangu leo kuwa na nyinyi ni furaha ya upeo wa furaha. Kuja kuwatembelea na kuja kuona maendeleo yenu, kujua hali zenu, imenipa moyo mkubwa sana. Yale matarajio yangu ambayo nilikujia hapa sio yale matarajio ambayo, namshukuru, nasema naweza kusema ni mtoto wangu Fatma huyu, kunitembeza, kutukua wakati mrefu sana kunijulisha na hino project yote. Kwa hivyo mimi kazi yangu kubwa kwa hivi wakati kama huu ni kazi ya motisha, na hapa nimekuja, lengo langu moja kubwa ni hilo, kuwahamasisha na kuwapa motisha wa kimaisha. Lau mimi nitakuwa pengine nimeingia ndani ya nyoyo zenu, nikawasikia ndani ulo mwanungunika kitu gani au munafikira gani ndani, basi pengine huenda nikawasikia nyinyi, sisi tuko hapa si kwa ajili ya mtu aje awaokoe, bali nyinyi munahitaji mtu akae karibu ubavuni mwenu, ikiwa amewapa vifaa, nyinyi mwajiokoa wenyewe. Haya ndio malengo leo mimi niloleta hapa. Mimi nataka wapa vifaa, tools, ambazo mutakuwa katika vifaa vile nyinyi munajiokoa wenyewe, munajisaidia wenyewe. Kabla kuwapa vile vifaa, mwanzo kuna milango miwili nataka katika maindi zetu, milango ile tuifunge. Mlango wa kwanza ni mlango ambao wa past, mambo yale ambayo yashapita katika maisha yako, mambo ambayo pengine ulipata uzito fulani huko nyuma, itokane kwa mzazi, itokane kwa jirani, itokane katika njia yoyote ambapo yalikupa sikitiko wewe na jitimai ndani ya roho yako. Mlango ule saa hizi nataka tuufunge kabisa, usiwe wazi katika huo mlango. Huo mlango tuufunge. Mlango wa pili ni mlango ambao wa hali ya baadaye, ya future, kutakuwa nini mbele. Ukaanza kujitisha wewe, maisha yangu pengine yatakuwa kadhaa, pengine mimi sitafaulu katika jambo kadhaa, sijui mwisho wangu utakuwa kadhaa. If saa yote, mlango huo pia tufunge, tubakiwe na mlango mmoja tu, ambao mlango ule ndio present moment, ambao mlango ule ndio tuko nao hivi sasa. Usahau mambo ambayo yalikukumba huko nyuma, na wengi katika sisi hapa, katika nyinyi, kulingana na kielelezo nilichopawa na msimamizi wenu Fatma, ni kuwa kuna mambo mazito nyinyi mulipitia. Yale mambo
Sasa leo tutukue nafasi hino, tuangalie vipi twaweza kuutibu moyo, vipi twaweza create healing katika hizi nyoyo zetu, tuwe katika kupoa kule, iwe tutasahau yale yaliyopita, tuangalie vipi hali ya baadaye, maisha yetu tutayaendeleza vipi, sababu suffering yote, mateso yote, ukiwa you want to create suffering, wewe wataka kuutesa moyo wako, basi uondoke katika wakati huno ambapo mambo yote yanatendeka saa hizi ambapo tuko mimi na wewe. Ukianza kutoka katika wakati huu, this present moment, wewe ukafikiria mambo ambayo ni mazito, ambayo yale yaliwafika nyinyi, mambo kama yale utakapokuwa yako ndani ya moyo wako, yale mambo yatakuhaunti wewe. Kila ukikaa wasema fulani hajanifanya mimi namna hii, nilimfanya nini mimi, nilikosa nini mimi akanifanya kadha kadha kadha. Na wengi katika nyinyi mumepitia huo mkondo ambao leo tutaka angalia tutaupa matibabu gani huno moyo. Kwa hivyo kweni na mimi katika safari hii leo kufika kwenu hapa, kwa sababu kama hatutaondoka katika hali hiyo, basi wewe utakuwa waishi na kidonda. Kesho utakuja kuwa wewe una nyumba yako, wewe utakuwa wewe waishi na partner wako na mume wako. Vile utakavyokuwa wewe unamtreat yule mume wako, au huenda ukabahatika ukapata watoto, ukawa wale watoto unawalea, kama huno mfumo ambao ulikukumba wewe nyuma hatukuutibu, utakuwa wewe mume wako, watoto wako unawatreat, unawatizama kwa ule mtizamo uliofanywa wewe huko nyuma. Mtoto atainukia akiwa na mfumo ambao ule wewe umemkuza nao, kwa sababu wewe uliishi, hukuweza kujitibu ndani, hukuweza usamehe yale mambo ambayo wewe yalikukumba. Kwa hivyo tunasema muliondoka nyinyi, kila mmoja aliondoka kwao akaja katika hino center. Manake kuna msemo wa Kiingereza wasema, you cannot heal yourself in the same place where you got sick. Huwezi wewe ukajitibu pale, kama hamukufanya nyinyi mukaja hapa, ungekuwa huwezi wewe kujitibu pale pale mahali wewe ambapo ule ugonjwa ndio ule upata pale, ukawa abused, ukafanywa ya kufanywa, ikawa wewe mahali pale hukuondoka, uko pale pale. Leo mukaamua kuja mahali kama hapa. Mimi nampongeza pakubwa sana ndugu yangu, naweza kusema Amir Swaleh, kujitokeza akaweza akawachukua nyinyi, akaanzisha hino project. Hino project haijaonekana, sikwambii cost, haijaonekana hapa Kenya hii project kama hii. Na kuna watu ambao waweza kufanya 1000 times kuliko hii, lakini Mungu alimchagua ndugu yetu Amir Swaleh, akawa aweza akajitolea
kwa hali na mali, akaja akaanzisha mradi kama huno, ikawa nyinyi leo munaishi kama binadamu. Wengi katika nyinyi ni mayatima, ikawa Amir Swaleh ametukua jukumu la kuwatibu nyinyi, ya kuwalea kama mayatima. Mungu ajua, Mungu aelewa atamweka mahali gani ndugu yetu huyu. Mungu amjaze, ampe kula kheri ya dunia na akhira, ampe utulivu katika moyo wake. Mungu aitengeze nyumba yake. Mungu amjalie akishika mtanga uwe dhahabu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mumebarikiwa pakubwa sana. Muthamini mahali kama hapa. Nikimwacha ndugu yangu Amir Swaleh, naweza kusema Fatma, hata nafikiri wewe si lasboni wangu mimi. Kujitolea, akawata profession yake, akangia kuwaelea nyinyi hapa. You are so blessed. Mimi nikisema you are so blessed kupata watu kama hivi. It has never happened katika kosti yetu, haijatokeza watu kujitolea sampuli hii. Mungu, Fatma, na wewe akupe kula kheri, akujazi katika dunia hino, akuondoshe kila fundo ambalo liko ndani ya moyo wako, akujalie na wewe baraka za dunia na akhira insha Allah. Sasa ikiwa tumetoka katika past, mambo yale yaliyokupita nyuma, tukisema twawacha mambo ya hali ya baadaye ambapo saa nyingine yanakutisha, sijui future yangu itakuwa vipi, ambapo nobody has seen tomorrow. Hakuna mtu ameiona future iko vipi. It's unpredictable. Huwezi kutabiri another 5 minutes zitakazokuja, dakika 5 za mbele, vacha mambo ya kesho. Kwa hivyo tuweke kando future, tuweke kando mambo yale ambayo ulifanyiwa huko nyuma. Let us live in this present moment. Hata Bwana Mtume katika dua ambazo ametufundisha akatuambia, usubuhi ukiamuka tuombe, Allahumma ja'al khaira hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Hakuomba Bwana Mtume, hakutufundisha dua kuomba jambo la miaka 3 ijayo. Just for this specific day, Mungu utupe baraka, utupe khairi, utupe nuru katika siku hino ya leo, kwa sababu all the suffering is created. Ukitoka kwenye this moment, tayari you start to suffer. Kwenye Biblia pia wana dua yao pia wanaomba. Wanaomba nini? Wanasema, oh God, give us this day our daily bread. Ewe Mungu, hino siku ya leo tupe mkate wa siku hino peke yake. Biblia haikuomba mkate wa kesho, na hakuna kompleni wa kuwa mkate wa jana au wa juzi mimi ulinipa sikuupenda. Hakuna hiyo. Kwa hivyo hino kitu ambacho kitakuja kikudistabu wewe katika maisha yako, kikutowe katika ile mikakati
wewe umelenga kitu fulani, wataka kuwa mtu fulani, wataka kuwa jambo fulani, halafu kuna sauti ambayo itakuwa inazungumza na wewe, hivyo hayatakuwa. Wakumbuka mwaka jana wewe ulifanywa nini, wakumbuka fulani alikufanya nini, na hata kesho pia anakuletea future pia. Huyu ni kazi ya Ibilisi. Nakumbuka mind, utakapofikiria ill thought, fikira yoyote ambayo wewe haikuridhi, fikira ile, ukumbuke kila kitu chako ndani ya mwili wako kitaanza reaction. Mwili wako haujui kama hili jambo lilitokeza mwaka 10 iliyopita, haijui. Ukiileta leo kwenye present moment, tayari kuna reaction fulani zitakuwa zinatembea ndani ya mwili wako. Damu yako itaanza kupanda juu, sukari itapanda, moyo utaanza kupiga, kwa sababu ulijitisha katika jambo ambalo lilitokeza mwaka juzi, wewe ukalileta leo. Kwa hivyo damu inaanza kupanda, kila kitu kinakuwa reactive. Ukienda katika clinic, ukienda ukipimwa, dakika ile ulifikiri kitu cha miaka 10, atakwambia wewe, mbona moyo wako enda mbio, mbona sukari yako imepanda, mbona temperature iko juu sana? Kwa sababu mind haijui kama hili jambo lilitokeza mwaka juzi, haijui. Mind itakavofidi mwili wako, kila kitu chako kitaanza kubadilika. Ndio hasara kama wewe utakuwa ukiishi wewe wakumbuka ya nyuma mambo ambayo yulifanywa, au wakumbuka nyuma kitu gani wewe ulidhurika nacho, ujue maisha yako unayashorten, unayafupisha, unakuwa huna maisha. Utakapokuwa waishi ukatoka kwenye present moment, ukawa wewe you are living on your past, wewe ukawa you are living on your future, you create suffering. Tayari unaanza wewe ndani yako, unaanza kujipa mateso. Na mimi siwaambii nyinyi, not only your age, hino ni umbile Mwenyezi Mungu alivyoumba. Whether you are 10 years, whether you are 50 years, tayari reaction inaanza ndani ya mwili wako. Unaishorten maisha yako kwa sababu you are living in the past, ambapo past hata ukafanya nini ilipita na hutaiona tena hata sekondi ile ya nyuma. Hutaona wewe maisha yako yalipita vipi huko nyuma, wewe hutaiona. It's just in your mind, iko ndani ya akili yako peke yake. Mimi nitawapa kisa kimoja. Kisa hichi pengine wengi katika sisi hapa utaona wewe kinakudara kisa hichi. Kulikuwa na kijana mmoja alikuwa aishi na wazazi wake. Kwa bahati mbaya wale wazazi, it was a very unconscious family. Ni wazazi ambao hawajitambui, hawajijui. Yule kijana kuishi na wazazi kama wale, anaona wapigana, anaona amekunda nde, baba pengine amekuja mlevi, mtoto anapigwa bila sababu yoyote. Huyu kijana akawa ameingia katika safari kubwa sana. Kitu gani atafanya huyu kijana hajui. Ikafika wakati baba na mama wakawa divorced, wakaachana baba na mama. Kijana kwa bahati nzuri akapata uncle yake, akamchukua kumlea yule kijana. Yule uncle ni mjomba wake
akawa ni very conscious person, ni mtu ambaye akili yake imetulia, very humble. Akaingia kumlea yule mtoto, mtoto akaingia katika mazingara mengine kabisa. Akiishi naye yule mtoto akamtambua ana kasoro nyingi sana, mtoto mkali. Yale mambo ambayo alikuwa akiyaona live kwa wazazi wake, akawa yale yuaishi kihivu pale ndani ya nyumba ya ankali yake. Huyu ankali akajaribu sana kumnasihi, kumwonesha ndia, lakini unajua lile donda lilikuwa so deep ndani yake, ikawa ni muda yeye kupoa. Siku moja huyu kijana akamwambia huyu ankali yake, akamwambia, mimi naona hali nilio mimi, afadhali nikatafute mahali resort areas, kwenye beach mahali, nitoke hapa nchi hino nende nchi nyingine, huenda nikapata relief mimi. I need at least 1 month mimi nikapumzike, huenda nikatibika, manake nahisi mimi sina raha ndani. Yule uncle akawa ni mtu wa busara, akamwambia, uzuri sana, fikra yako imekwambia hivyo, ni uzuri sana, uende ukatembee, pengine katika hali ya kubadilisha hewa, pengine wewe ukirudi utakuwa umebadilika. Akaanza kumwandalia safari yake huyu, akamwandalia safari. Akifika airport, huyu ankali yake akatukua barua akampa ule kijana, akamwambia, hii barua mimi nitakupatia, lakini promise me one thing, you won't open this letter mpaka ufike. Kijana akamwambia, na kuahidi sitaifungua mpaka mimi nifike mahali nitakako kwenda. Huyo kijana akapata safari yake, akaondoka. Akifika akawa so excited kule, akaisahau hino barua, lakini ndani yake hana raha, jiona yuko vile vile. Siku moja amekaa, after 3-4 days akaikumbuka ile barua, akaikumbuka, akasema, bata ankali yangu alinipa barua mimi, let me open this letter, wacha niisome leo. Akaingia kuisoma ile barua. Barua inasema, kijana wangu, my son, you are thousands of miles away from home. Na I'm sure, na hakika wewe, you won't see any difference. Hutaona tofauti yoyote kwa kuwa umeondoka nyumbani, wewe umekwenda resort areas, hutaona tofauti yoyote. Sababu moja kubwa, yale ambayo uliondoka nayo nyumbani, haya mambo ndio uko nayo wewe kule. Fikra ambazo uko nazo wewe watembea nazo fikra zile zile. No matter ulikwenda kaa kwenye bichi, no matter ulikaa kwenye hoteli gani, lakini kwa sababu kitu ambacho kilikutia dhiki wewe watembea nacho, you won't see any difference. Amwambia, once you realize this, come back home, you are cured my son. Utakapo realize wewe haya ambayo mimi nilikuwa nikikufundisha nyumbani, usitie moyoni mambo, try to forget. Wewe utakapo realize that, rudi nyumbani, kijana wangu, ushapoa wewe. Yule kijana baada ya kuona vile, matarajio yake ilikuwa ataraji pengine yule ankali yake atakuwa anampa sympathy fulani, tulia huko, utaona hivi, utaona hivi. Akawa very bitter, hakuwa na furaha kwa ile barua. Akaitukua barua, akairudisha kwa begi yake. Siku moja amekaa,
hana la kufanya, asema wata nitembee tauni mimi. Akatembea tauni. He came to a place, kuna watu, there was a preacher. Akasema mimi sina pa kwenda, wacha nikae hapa mimi nimsikize preacher asema nini. Kwa bahati nzuri, unajua there are no coincidences, hakuna kitu cha tokezea hakiko katika kadhia ya Mwenyezi Mungu, hakuna. Yule kijana akakaa pale, kwa vile hana pa kwenda, akakaa kusikiza yule preacher na watu wengi 300 400 katika holi wamekaa. Kukaa pale, amsikia yule preacher azungumza, katulia. Preacher asema, he who conquers his inner world has conquered the universe. Change your thoughts, you change everything. Your life is what your thoughts make it. Preacher azungumza, asema yule atakaye ushinda moyo wake ndani ameimiliki dunia. Moyo wako wewe ukaushinda, moyo wako wewe wakwambia mimi nilifanywa kadhaa, maisha yangu atakuwa ni hivi, mimi nilifanywa kadhaa, maisha yangu yashaharibika. Utakapoushinda sauti ile, utakapoizima, wewe umeshinda dunia yote, uko nayo mkono wako. Yasema change your thoughts, you change everything. Geuza fikra zako ndani, wewe utageuza kila kitu chako. Your life is what your thoughts make it. Maisha yako wewe ni vile fikra yako itakavyokuwa yazungumza na wewe. Maisha yako yote yako hapo. Utakaposhinda fikra zako ndani, wewe umemiliki dunia yako. Yule mtoto kwa mshangao mkubwa sana akasema, holi hii watu 300, mbona huyu sauti hii azungumza na mimi peke yake? Haiwezekani mahali hapa hata baba hajui ankali yangu niko wapi mimi. Ikawa huyu azungumza maneno ambayo yale alokuwa akizungumza ankali yangu kila siku. Hilo message ni yangu, na mimi pengine niko hapa metumilizwa na Mwenyezi Mungu kuja kuwapa message kama hii, ili na wewe ugeuke ndani. Huyu mtoto baada ya kuona kutoka pale katika pale mahali pa watu wanahubiri, akaamua moja kwa moja, hakutaka tena kungoja siku 30 ndio arudi nyumbani. Akaamua, mimi nimeamua ndani lazima nigeuke. Akarudi nyumbani, maisha yake yote yakageuka. Kijana akaoa, akawa na mabiashara, akalea watoto, kwa sababu alitambua sauti ndani, ambayo sauti ile ndio mimi nawaambia nyinyi pia, hiyo sauti haitakuwata wewe. Kwa hivyo nimetumilizwa mimi hapa leo, nimeitwa kuja kuwapa ujumbe huu. Sauti hii utakapokuwa waisikia wewe, sauti hii is always negative. Hii sauti is never positive. Hata mimi hapa sauti hii niko nayo. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i. Ni sauti ya shetani. Asema nature ya shetani, ya Iblis, ya'idukumul faqra, ya kuamrisha wewe utakuwa fukara. Wewe huna bongo laweze kuja kusoma ukawa kama fulani. Hii sauti ndio ikwambiayo hii, which is not true. Wa ya'murukum bil fahsha'i, na ya kuambia, ya kulekeza mambo machafu ya zinaa, mambo machafu ambayo they will ruin your life.
Kwa hivyo kijana akarudi nyumbani akaprosper, kwa sababu aliweza kuidefeat, lakini ilichukua muda mpaka yeye kujitambua kuna sauti ambayo iko against na matakwa yake. Kwa hivyo ikiwa wewe huko nyuma uliumizwa, kuna mtu alikuambia maneno mabaya, usiamini sauti ile. Sauti ile kama yeye alikuambia kitu kikakuhati, hivyo ndivyo alivyo moyo wake. Na yule atakwambia maneno mazuri, ndivyo ulivyo moyo wake. Nakuta Fatma anazungumza na nyinyi akicheka hapa, you joke with her, ndivyo alivyo Fatma. Mkipata mtu opposite, nyinyi nyote mtageuka hapa, ndivyo ilivyo. Kwa hivyo kama sauti ya nyuma ilikuumiza wewe, usije wewe ukaconcentrate wewe wataka yule ageuke ndio wewe ugeuke. Yule hawezi kugeuka. The only person to change it is you. Itakuwa mfano wake ni kama wewe umejeruhiwa uso hapa, umekatika, mtu alikuumiza hapa kwenye uso wake, halafu ukachukua kioo, wewe watizama kwenye kioo, halafu badili ya wewe kujitibu ndani, wewe watizama kioo, waona ukikipangusa kioo, wewe hili jeraha litaondoka, kwa sababu waliona pale kwenye kioo. That will never happen. Step ya kwanza, healing inaanza kwako wewe ndani. Utambue saa yote hino sauti ambayo ni discourage mimi, inanambia mimi akili yangu ni nzito, sisikii, sifahamu. Hii sauti lazima uiteke na uishinde hii sauti. Hakuna jela ambayo is so painful katika ulimwengu kama jela ya maindi yako inapoanza kukupa maudhi. Ni jela mbaya sana. Manake katika jela kuna watu, twasema ni mahali pana adhabu kubwa sana. Kuna watu ndani ya jela waliandika vitabu. Said Qutb kutoka Egypt aliandika kitabu fi dhilali al-Quran. Ndani ya jela aliweza yeye sauti hino akawa haisikii, akawa yuko ndani ya spirit yake, mpaka akaandika kitabu while in prison. Viktor Frankl aliandika kitabu chake kizuri sana, Men Search for Meaning. Hicho kitabu sijui umekisoma mara ngapi. Alikiandika kitabu hichi akiwa yuko prison. Aliushinda moyo wake, akawa sauti ile ya imwambiayo wewe uko katika adhabu, sauti ile wakaishinda hawa. Lakini waweza uko paradise, lakini sauti mind yako inapoanza kukupa adhabu, ni adhabu ya aina ya peke yake kabisa. Kwa hivyo sauti hino ambapo leo tuko hapa, tunataka itibu hino sauti. Sisi tumeshaigundua kwa kuwa you are capable of doing anything provided utaizima hino sauti. Waweza kufanya kitu chochote ambacho wewe umeamua wataka kufanya, provided sauti hino uizime. Na pahali pakubwa ambapo tutakimbilia sisi ili tupate usaidizi, sio ni mahali kwengine mimi isipokuwa kurudi katika kitabu chake kitukufu
Mungu atuambia nini? Mungu atuambia katika Qur'ani, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, wale ambao wameamini wakaweka matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu, basi there is no left no right. Matumaini ya kumweka Mwenyezi Mungu mbele, moyo unapata rest, moyo unapata peace. Amani yote iko hapo. Na mimi nawaambia nyinyi vile vile, nikijiambia na mimi mwenyewe, kuna mahali ambapo sisi tuweza kutegemea. Mahali hapo hapawezi kukuangusha wewe kabisa ndani ya maisha yako. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, waman yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati alwuthqa. Yoyote atakayesubmit, atakayejitolea, akaweka matumaini kwa Mwenyezi Mungu, ajue Mwenyezi Mungu asema ameshika kamba madhubuti, kamba ambayo haikatiki kabisa. Wewe na mimi tukiwa hapa, sisi tuko katika Mwenyezi Mungu, katika tawa ambayo, ile tawa mnara ambao connection sisi na Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Tawa hii yashinda tawa hata ya Safaricom. Kuna wakati Safaricom waweza kuwa hapa na Mombasa ukaambiwa network hakuna, lakini tawa hii ambayo sisi tuna connection na Mwenyezi Mungu, tawa hii it never fails. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, asema walaqad khalaqna al-insana, mimi mmemuumba binadamu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, mimi najua kitu gani yeye kinamtia dhiki. Mimi utanifita, mamako utamfita Fatuma, lakini Mwenyezi Mungu asema mimi najua kitu gani wewe kinakutia dhiki. Sababu gani? Asema wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, kwa sababu mimi niko na wewe, karibu na wewe kuliko huno nzi ambao unapeleka pumzi huu. Yeye Mwenyezi Mungu, wewe una shida, tafuta wakati katika swala zako, whether you are a Muslim, whether you are not Muslim, tafuta faragha yao. Wewe you are the most powerful tower katika dunia yote. Wewe connection wewe na Mungu wako iko direct. Asema akrabu ilayhi min hablil warid, mimi niko na wewe kuliko mzi wa shingo yako hii. That is the connection, wewe na Mungu na Mwenyezi Mungu wako. Hapana haja kuwa na itikadi ya kitu chengine chochote isipokuwa connection wewe uko nayo. Akatueleza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, wa idha sa'alaka ibadi anni, waja wangu watakapokuuliza uhakika wangu mimi, fa inni qaribu, I'm so close to you, mimi niko karibu na nyinyi. Tena karibu wenyewe sikuwa yuko tu, aweza kuwa yuko karibu lakini hana kazi na sisi. Asema ujibu da'wata da'i idha da'ani, mimi najibu. Si wewe una matatizo, wewe kuna mambo alikukumba, wewe wataka elimu, wewe wataka to be such and such person, you go to him. Asema mimi nitakujibu, mimi niko na wewe. The only place ambayo wewe waweza kutegemea, hakuna mahali kwengine isipokuwa mahali hapo peke yake. Kwa hivyo kitu muhimu katika kikao chetu leo, we want to silence the mind. Ukiishi usijaribu kutoka katika wakati huu ukaishi on your past.
Hili ndilo jambo kubwa sana. Najua wengi nyinyi mumeumizwa ndani. Utasema mimi siwezi kumsamehe yule hajanifanya mimi namna hii, mimi nimfanye namna hii, ni halafu hajaniambia mimi nimsamehe. Asema the weakness is never forgives. Mtu dhaifu hasomehi. Forgiveness is the attitude of the strong. Kusamehe ndizo nguvu zako za ndani kabisa. Ukiona waweza kumsamehe mtu, wewe ukamwambia dhati ya moyo wangu mimi nimekusamehe, that is where the strength lies. Hapo nguvu zako zote ziko hapo. Na wewe ikiwa tabia hii huna ya kusamehe, kuwa nayo hiyo tabia, manake hakuna mtu itamuumiza isipokuwa ni wewe tu. Yule alokufanya wewe au alokuumiza wewe ndani, saa hizi pengine yuko beach hoteli kule akala chipsi na kuku, wewe huku watonesheka, na it won't end up there. Haitafika ati basi simsomei halafu nothing happens. Asema God forgives, but your nervous system will never forgive you. Mungu ukimtaka msamaha atakusamehe wewe, lakini system yako ya mwili haitakusamehe kabisa. Kaa tayari ungoje ulcer, kaa tayari ungoje mgonjwa sukari, kaa tayari ungoje pressure panda ukishuka. Hii kliniki yetu pale haitoshi, mtakuwa mkenda mkirudi pale, kwa sababu umeshindwa wewe kumsamehe yule alokufanya mabaya. Kwa hivyo ujumbe wangu, kuna prayer ambayo iko ndani ya buti kule nyuma. Hebu kaitoe nani, ufungue na wewe. Nataka hiyo mtawaachia hapa, nimeiandika. Tegemeo letu liwe wapi, ili tuweze kukitibu hichi kidonda ambacho kiko ndani. Kwa sababu kama tukikitibu, mko hapa, you will be wasting your time. Kama hichi kidonda mkukitibu, kila mmoja ana malengo, anataka kuwa mtu fulani hapa. Nikikuuliza wewe wataka kuwa nani wewe? Doctor. See, there you are. See, big attitude kabisa, malengo makubwa, ataka kuwa daktari. Kuna msemo wa Charles de Gaulle wasema, always aim at the top, it's less crowded there. Ukiwa wewe wataka mahali kufikiria, fikiria mahali pa juu kabisa, kwa sababu kule hakuna crowd. Huku chini huku ndio wengi wale ambao hakuweka matumaini katika ulimwengu, wako wengi sana. Kwa hivyo katika kutaka matumaini kama hivi, muwe mutafikiria mahali. Kwa hivyo moja, uwe ni mtu ambaye wewe unasamehe. Kwa hivyo kabla sijafunga kikao chetu hichi hapa, napenda nimekuja na hino, nitamwambia Fatma, angalia mahali hino waweza kuiweka all the time, kila pitaya wewe ataisoma hiyo. Inasema what closeness we have in Allah, ni ukaribu gani sisi tuko na Mwenyezi Mungu. Asema all our sins and grief to bear, abeba kila kitu, madhambi yetu, makosa yetu. Ushafahamu? All our sins and grief, unguliko letu hakuna mahali utalipeleka wewe, lipeleke kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Asema what a privilege to carry, nafasi tukufu sana hii ambayo sisi tuko nayo. Yasema everything to Allah in prayer, kila kitu chako wewe utakipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Nafasi kubwa sana, kama nilivyotangulia kusema, you are the most powerful tower. Hakuna tower
ambayo itashinda kuliko wewe, connection yako wewe na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wasema, what peace we often forfeit. Mara nyingi amani tunakuwa hatuna, lakini ni sisi wenyewe. Amani ile, una negative thinking, una mambo hutaki kusamehe. Hii nafasi yote tunaipoteza sisi. Tunaishi katika dhiki, tunaishi katika majanga. Kwa nini ilikuwa hivi? Yule nilifanya hivi. Hiyo nafasi ya amani tunaipoteza. Kwa sababu ya nini? What needless pain we need to bear. What needless pain we bear. Hapana umuhimu wote wewe kutukua maumivu ya moyo, maumivu ya matatizo. Hakuna haja. Kwa sababu moja gani kubwa? Asema all because we do not carry. Sababu sisi hatuna malalamiko yetu kuna mahali tukayapeleka. Everything to Allah in prayer. Mambo yetu yote sisi tukamwachia Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo sisi tutapata amani. Na tukua nafasi hii tena mimi kwa shukuru wale walionikaribisha hapa, ambapo yuko nani mwenzako Fatma, itwa nani jina lake? Jina lako nani mabi? Hawa. Hawa, na shukuru Fatma, na kushukuru sana, umechukua tabu kunitembeza mimi, na namshukuru vile vile, ingawa hayuko hapa, ndugu yangu mimi Amir Swale, kuweza kufanya jambo kama hili ambalo kuhakika it was a call to him. Kama vile tulivyozungumza na Fatma, ni kitu Mwenyezi Mungu alimjalia hili jambo aweze kulifanya, na kamsahilishia kulingana na mengi ambao nimezungumza na Fatma. Mwenyezi Mungu atawabariki nyinyi nyote. Mwenyezi Mungu awaondoshee mafundo ndani ya moyo zenu. Mwenyezi Mungu atawaondoshea la mbali, awaletee karibu. Kila zito alifanya jepesi kwenu. Mwenyezi Mungu awajalie ilmu nafia, ilmu ambayo ina manufaa na nyinyi. Allahumma ya muallima Ibrahima alimna, wa ya mufahima Suleimana fahimna. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-mugharrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim birahmatika ya arhamar rahimin. Shukrani tena narudisha kuwa na utulivu mkubwa sana kuweza kunisikia mimi, na inshallah penye majaliwa huenda tukaonana tena pale atakapoandika Mwenyezi Mungu. Jazakumullah khairi. Vile vile namshukuru ndugu yangu Abu Shirem, ndio kazi yote hii ambayo anaifanya, kazi ambayo mimi pengine hamungenijua nyinyi kama ilikuwa si yeye. Pia anachukua juhudi ya kuchukua hizi klipu dunia nzima. Leo hizi klipu zetu zinazunguka, watu wanaona, wanapata manufaa. Hata hii yetu sisi hapa, kuna watu watasoma, watanufaika kwa ajili ya mambo ambayo pengine nyinyi yamewakumba. Kwa hivyo nashukuru vile vile mtoto wangu mwingine Lukmani huyu, ambaye pia in fact amenilazimisha nizima nije mimi hapa. Ilikuwa sina hiari, za wewe alivyokuwa yeye ananihimiza, basi ilikuwa sina hiari, anambia lazima uje hapa. Kwa hivyo Mungu awabariki, na yeye pia Mungu atamjazi khairi. Inshallah penye majaliwa tutaonana tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwanzo ningependa kutoa shukrani zetu kwa dhati kwako Baba Ali, Babu Ali. Wengine sisi ni baba yetu, wengine babu yetu. Tunatoa shukrani sana kwa niaba yangu, wasichana wangu na kila mtu ambaye yuko hapa Al-Walidain. Na tunakukaribisha kwa moyo wa dhati, kwa moyo mkunjufu. Wallahi it's
it's a good opportunity for you to come and talk to our girls, kwa sababu nafikiri mara nyingi huwa